Thank you Jesus. Asante Mungu nipendelea leo. Asante kwa ugeni mkubwa wa malaika wa mbinguni. Asante maana naliona kundi kubwa la malaika. Baba, asante umenipa angels. Angels. Kwa ajili ya kutisha malaika, karibuni. Wageni kutoka mbingu za tatu, karibuni. Karibu kwenye madhabahu sasa. Futa machozi ya watu hawa katika jina la Yesu. Hofu iondolewe ndani yao. Yes. The mighty hand, mkono wa jina la Yesu. Uwe juu ya kila moja majira haya. Kwa jina la Yesu. Dakika hizi. Yes. Majira haya. Kwa jina la Yesu. Mkono wenye nguvu. Kwa jina la Yesu. Tulia, nimesema tulia, nimesema tulia, nimesema tulia. Malaika wanapita wanakuhudumia hapa. Ukiwa tayari unahudumiwa, hofu inaondolewa. Angels of the Lord. Malaika wa Mungu atakatifu. Shughulika na moyo wenye hofu majira haya. Fahamu zenye hofu zishughulike nazo. Unasikia mguso wa Roho Mtakatifu. Unasikia baridi ndani. Unamsikia baridi. Tambua unaguswa na Mungu aliye hai. Unamsikia moto. Tambua sasa kambi za maadui zako zinaanza kuuawa sasa. Zinaanza kuharibika sasa. In the name of Jesus. Ninaamuru majeshi ya malaika wanaoja kupigana sasa. Malaika Rafaeli. Malaika Rafaeli. Malaika Gabriel. Nenda kila kona. Kila kambi za maadui waliochukua jina la mtu huyu, waliochukua nyota ya mtu huyu, walichukua chochote, iwe ni mavazi, iwe ni nywele, iwe ni kucha, picha imetumika sehemu. Vita vinuke, vita vinuke. Sasa na Zaburi 78. Asante, asante angels. Umati mkubwa wa malaika, umati mkubwa wa malaika unapita hapo kwenye kambi. Unakuachilia kwenye biashara, unakuachilia kwenye ndoa, unakuachilia kwenye huduma kwa jina la Yesu. Jesus, healing power. Malaika uponyaji na wenye kufanya operation, piteni sasa. Pita sasa kwenye operation. Piteni sasa kwenye miguu, kwenye mikono, kichwa, kifua, mizimu na uchawi vikuachie sasa kwa jina la Yesu. Kamba za mauti zikatwe majira haya kwa jina la Yesu. Leo ni namba 888, namba kinabii kwa ajili ya kuviringisha aibu. Sasa na Luka 2:21. Baba, ni siku ya kuviringisha aibu. Kila aibu, nyosha mikono yako juu. Kila aibu iviringishwe sasa. In the name of Jesus. Nasema na kila aibu iliyowahi kutesa, aibu kucheleweshwa sehemu fulani, kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako, anza kutamka mambo magumu ambayo kwako wewe ni magumu. Dakika 2, tamka, tamka. Jesus. Kiache kiti, tembea. Kiache kiti, tembea. Tembea, tembea, tembea. Malaika wako kwa ajili yako. Tembea. Nimesema tamka kwa sauti. Tamka mambo makuu kabisa ambayo unaona ni mlima, unaona ni bonde, unaona ni bahari. Tamka sasa kwa jina la Yesu. Jesus.
Futa umlima ufutwe, umlima ufutwe. Ugonjwa, mateso haya kusanya kuzimu kwa jina la Yesu. Kusanya mizimu yako, mwachie baba, mwachie binti, mwachie kijana, awe huru sasa. Achia mtoto, achia kazi yake kwa jina la Yesu. Nasema na wagonjwa waliolazwa hospitali, malaika na kutuma nenda Benjamin Mkapa, nenda General, nenda Duka hospitali kwa jina la Yesu. Amsha, 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 amsha pale. Nasema amsha na kuita leo. Victoria, njoo, njoo kwa jina la Yesu. Mauti si sehemu yako, mauti si sehemu yako, aibu si sehemu yako kwa jina la Yesu. Hapo uliponyosha mikono juu, kila mmoja nyuma yake anaona malaika. Unajua jitambue, lakini kila mmoja anaona malaika. Nakuona namuona malaika. Yes, I see you angel. Kila nyumba ya mtu namuona malaika wako. Hebu angalia nini ambacho unaona ni ngumu kwako. Hebu ongea wewe angel. Utaona nguvu na kuchia hapa. Ongea wewe malaika. Nimesema ongea. Ongea niambie. Mwambie nahitaji kufunguliwa. Sasa hivi utasikia nguvu na kuja hapo. Nahitaji kufunguliwa. Malaika sema na wewe mtu. Until you speak. Ni mpaka unapoongea tu. Unasikia power. Unasikia power. Unasikia power. I release power right now. In the name of Jesus. Malaika wa Bwana. Roho ya Bwana. Roho ya Bwana. Kwa jina la Yesu. Yaanze kutenda kazi. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba. Nane kwa jina la Yesu. Kila hukumu, kila mateso, kila aibu iliyotanda juu yako kwa jina la Yesu umekuwa huru sasa. Ardhi imekuachia, magonjwa yamekuachia, mateso yako tena, aibu imefanywa tena kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, nanyosha mikono yangu juu nikiamini kuwa Roho ya Bwana ni juu yangu kwa ajili ya afya, kwa ajili ya maisha marefu. Sitakufa, nitaishi, 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 nitaishi kwa jina la Yesu. Nitaimba wimbo wa sifa, wimbo wa sifa. Nitalinua, nitalitukuza jina lako. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Hallelujah. Ukiwa hapo hapo, ukiwa hapo hapo, mpe Yesu makofi na vigelegele. Yesu makofi ya Yesu. Nimesema mpe Yesu makofi. Put them to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kijua kwa bao na neno lako la nguvu. Kama wewe Jesus, wewe uliosimama kama hofu kwenye maisha ya kijana wangu, kwenye maisha ya binti yangu, kwenye maisha ya mama, na spirit of fear ikusanye sasa, ikusanye sasa, jikusanye sasa. Chukua mavazi yako, chukua mavazi yako. Ninapohesabu mpaka 8, achia kifua, achia moyo, achia kichwa, achia brain yake kwa jina la Yesu. Yes. Come on.
Moja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kwa jina la Yesu. Mesimu. Simama nyosha mikono hivi juu. Alafu mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Kama kitaka vizuri, chagua kitaka vizuri kwa yako. Hallelujah. Au haitakuwa hivi. Ni kama unasomewa hivi. That's it. Ndio. Ilikuwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana mke wangu akawa amekichukulia ni kitu cha kawaida, anaweza kasogea mbele. Asubuhi tulipoamka akaniambia anataka gari, lakini kwa mawazo ya kibinadamu na maono ya kibinadamu tulitamani mpaka sasa hivi tuwe na gari, kwa sababu zaidi ya kumtumikia Mungu na kurahisisha hizi movements. Kwa hiyo alizungumza kama mocking, kama mzaha asubuhi. Lakini wakati baba anazungumza hapa na ni kitu tulikinuia kabisa. Kwa hiyo sioni kama ilikuwa ni mzaha, kwa maana ya kwamba kuna namna ambavyo shetani alikuwa akinizomea kwa namna nyingine kwamba nimeshindwa. Kwa hiyo mimi ndivyo nilivyotafsiri. Sasa majibu ya hivi, nimeambiwa ule ni uongo wa shetani. Haujashindwa. Amen. Ule ni uongo wa shetani. Hujashindwa. Trust ile uone, unajua ile baada ya kitu ukakuta sasa unajisikia kuogopa hivi. No, you should go there. Amen. Hujashindwa. I'm telling you. Ni miezi mitatu kwanza sasa mwanzo kwenye county. Kuna much of blessing I see kwenye familia yenu. Multiple of blessing. Kwa nini nasema hivi? Nitakwambia mengi zaidi. Lakini ile ni uongo wa shetani. Shetani ana tabia kumoko. Umeelewa? Lakini kile ambacho kitambuka mke wako ni sahihi. Why? Kwa nini alikwambia wewe? Sawa? Kwa sababu I told you there. Sawa? Wewe ni tarajio. Asimaanishi kwamba uabudiwe na familia uabudu. No. I see a great star in your life. Kwa the most important thing ni kuvaa ule moyo wa ujasiri tu kwenda mbele. Amen. Mwambie mke wako tukupa gari. Tukupa gari. Kofi ya ushindi kweli hii. Amen. Naona Edward kwa. Kwa nini kichwa kimekusumbua sana? Hebu njoo. Kusema hii. Umeniambia kichwa kinakuuma? Hapana. Kwa nini nimekuita? Kwa nini kichwa imeanza nini? Asubuhi tu. Wakati unakuja na mke wako. Mtoka alimwambia kichwa kinakuuma. Nilimwambia. Yuko wapi? Ukimbie useme, mama anashangaa. Na ulinipigia simu? Hapana. Sema basi usilie, mimi si mwanadamu aliaje. Sema. Nini kilikuwa? Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunajiandaa kuelekea ibadani, tumefika hapo Flamingo. Yaani ghafla kichwa nilikuwa kwenye gari kabla hatujashuka pale. Nikasikia kichwa upande huu kinauma sana.
na ghafla nimekosa tu amani. Baadaye nikamwambia sijajua ni nini kinaendelea, lakini kichwa kinaniuma sana. Mimi niambia kweli. Alikwambiaje? Kabisa. Na ukamwambia. Ewe sema kweli. Wakati nashuka nilikuwa naona kama rungu. Sawa, rungu tafsiri yake sawa ni kuwekwa chini ya mtu fulani. Yaani bado nasakwa sana. Na hiyo wakati nimekugusa pale, nikaona kama kuna kitu kimetolewa kwenye life yako. Unajisikiaje sasa? Najisikia amani. Kichwa unajisikiaje? Kichwa kiumi tena. Amani na amani ya kutoka. Amen. Mwambie mtu hapa asante. Asante. Tupatie Bwana ataweza. Mwambie asante Dari. Asante. Sina kofi kwa ajili ya hawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini unasikia sauti ya kilio kwenye maisha yako? Unasikia kama msiba. Mwani hapo ile. Tabora. Na hapo unaishi wapi Dodoma? Ipagana. Lakini baada ya kusikia vilio umekuwa ni mtu wa kuumizwa moyo. Unakosea nini? Usha kuniona mimi sema yote. Usha kunisikia. Umetoka nani Ipagana mpaka Mtumishi. Kwa mengi tu. Futa na machozi. Ushawahi ambio tatizo la moyo. Sasa wewe uungu moyo. Sawa, shida imeanzia hapa. Sema kwenye ubongo wangu. Namba moja, nakupa shule polisi sasa hivi hapa pa kutafurahia sana. Puuzia maneno ya watu. Amen. Achana nayo. Unasikia? Acha kabisa kusikiliza. Mungu anakupenda sana kuliko wao wanaokupenda wewe. Sawa? Na umepewa batizo ni baba mzuri sana. Mwana mama mzuri. Unasikia? Via kwa tusukua. Achana hii kitu. Achana nayo. Unasikia? Mungu anakupenda sana kuliko. Nimesema ufanyaje? Niachane naye. Puuzia maneno yao. Unaangalia sana. Unaangalia sana. Au kupitia tatizo la mahusiano pia. Ndio. Achana nayo. Mwana vizuri. Yesu anakupenda sana. Leo basi toa machozi yako basi. Sawa. Huwa sitoage muda huo, lakini ni vizuri wakaja tu mbele kwa sababu somo langu ni fupi sana. Fupi mno. Naruhusu waje wasalimie tu. Yeah. Wow. I love you. Beba watu wako wote. Kuna mtu mkubwa sana leo. Kuna mtu mkubwa mno, msione hivyo. Mkubwa sana hapa mbele yetu. Kwa hiyo wenye akili mnaweza mkaje mkatapa. Amen. Uketi hivyo wasalimieni kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Makofi kwa Yesu. Wewe usishambale kwa Yesu wewe. Wala usisistahili kwa Yesu. Hebu chapia Yesu makofi tena ya kutosha. Haleluya. Kigelegele. Vigelegele wa mama mbona sisikii? Haleluya. Vigelegele mbona sisikii jamani? Jamani hatujaja msibani, tumekuja kwa Yesu
na mbele yetu yuko nabii. Kwa hiyo ni full charge na umeme wake. Sasa kama utakuwa huko kanisani alafu una shoti, utakuwa ni mtu ajabu sana. Amen. Hakikisha una shoti muda wote. Amen. Hakikisha una mazala katika ulimwengu wa roho muda wote. Amen. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Festo Yohana, nikiwa katikati ya mji huko wananiita Dr. Kamaliza. Amen. Kwa hiyo kazi yangu mimi huwa natibu, lakini si natibu kwa mwili ila natibu kwa roho. Amen. Kwa hiyo nimempatana na mke wangu kipenzi, anaitwa Lea, atajitambulisha yeye, nampenda sana. Amen. Niliona mchungaji ana msifu mke wake hapa, nikamuona baba nabii ana msifu mke wake, na mimi nikasikia wivu kidogo. Amen. Nikasema nikija nitambusu hivi. Amen. Huyu ni mke wangu kabisa, lakini ni mwinjilisti, mtumishi wa Bwana. Tunafanya naye kazi ya kutangaza jina la Yesu hapo katikati ya jiji la Dodoma. Amen. Kwa hiyo sisi hatuna kazi nyingine. Sisi kazi yetu ni kulitangaza jina la Yesu tu. Tumeitwa kwa niaba hiyo tu. Kwa hiyo kama una wewe mgonjwa, onana na daktari, na niko hapa na nesi, tutakusogelea, tutakupa sindano. Amen. Na hakika itakutibu tu. Haleluya. Yesu wetu ni mwaminifu. Lakini ninayo furaha kubwa kumuona baba pamoja na mama. Mimi sijui kwa nini nasukumwa. Sijui kwa nini nasukumwa kuwa hapa. Na kwa nini? Yaani mpaka sasa sijielewi. Sijielewi kwa nini niko hapa. Kabisa. Bado sielewi. Amen. Mama anasema nitaelewa tu. Na nimeanza taratibu kuelewa. Kwa sababu toka nilipokuja hapa kuna vitu naanza kuona viko full charge na umeme wake. Amen. Yaani niko full power. Kwa kweli niko vizuri. Lakini namshukuru sana baba, tulipokutana naye, mazingira tuliyoonana ni mazingira ya mji, ni mazingira ya town. Lakini maandiko yanasema Yesu yupo town. Kwa hiyo tulikutana naye wapi? Town. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tupo hapa bado tuko town. Na baba, amen. Kwa ni baba kabisa. Niliwaambia kwamba mtu huyu ana nguvu za Mungu nyingi sana. Mimi huwa sitiiti tu. Huwa sitiiti tu la nabii, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimekwambia na pray. Ni mtu wa kupray. Ni mtu wa kuomba. Kwa hiyo si huwa siruhusu kwenye maisha yangu mtu tu ambaye anaita mzaa na Mungu akanisogelea, kwa sababu ya vile nimesimama. Kwa hiyo ukiona mpaka anakuja na tii mafuta na heshima, unajua kuna kitu. Na sina tii mimi. Amen. Ile nguvu alionayo ndio inalazimisha mimi kutii. Amen. Kwa na wewe connection, jiunganishe. Nilimwambia mwanangu nikasema kwamba mimi nawaombea, mimi nawabariki sana. Lakini yuko mtu mkubwa sana, anayeombea sana, anayefungua sana, anayebariki sana, anayeona sana kuliko mimi. Kwa hiyo nikwambia kwamba tunaweza tukaenda ukafika pale ukafunguliwa, na hakika ni ishara za kufunguliwa. Yeye atasema kwamba mimi labda nilimwadisia mimi kila kitu nilichokuwa nakisema hapa mimi ni miujiza mitupu. Mimi sijamwadisia baba habari za huyu mama, sijasema neno lolote, sikumwambia chochote, lakini kila alichokuwa anamwambia mama nadhani ni mule. Amen. Yaani Yesu ndio uamini kwamba ni yule, ni anakusudi lile. Mnapofanya kazi kwa ushirikiano, yeye anakuwa ni yule. Kwa hiyo nimeiona nguvu ya Mungu kupitia nabii hapa akitumia kupitia huyu mama. Amen. Kwa hiyo nalishukuru sana kanisa na wapenda. Tunawakaribisha, tuko hapo Chaduru karibia na chuo cha CB, au kitokea kwa mbele karibia na Molena, utakuta kibao pale kimeandikwa kanisa la Kristo Assemblies of God. Niko pale, mimi ndio mchungaji kiongozi. Amen. Tuko na mama pale, tunafanya kazi, hatuna wasiwasi. Tumesimamisha mlima wa Bwana pale. Amen. Kwa hiyo wakati tunatoka waliwasalimia sana, hususan mchungaji wangu msaidizi anaitwa mchungaji Yohana, alikuwepo hapo, aliwasalimia sana. Amen. Akawabariki sana, na watu wengine ambao wangeweza kuja tofauti na sisi kwa sababu ya usafiri na muda ulikuwa umekwenda ikashindikana na changamoto za magonjwa, wangeweza kufika hapa, tutakiwa tuje hata 10, lakini kwa ajili ya changamoto ya kiusafiri wakawa wamefeli. Lakini lengo ilikuwa kabisa kwamba waje wapokee, lakini wakati mwingine watakuja. Ile tunawapenda. Amen. Na siku nyingine tabeba kanisa lote. Amen.
kama nitapata kosa nitabeba watu wote waje wapokee. Kwa sababu kama mimi nimefunguliwa, kwa nini wanangu wasifunguliwe? Amen. Nguvu ya Mungu kama hii nimeigundua. Kwa mfano kama inanifungua mimi, kwa nini wanangu wasifunguliwe? Amen. Kwa hiyo nawapenda. Karibu mama useme machache. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kufika mahali hapa, nafurahi kuwaona mkiwa mnatabasamu na nyuso za furaha. Kwa majina yangu naitwa Lea Jonas Mbijima, natokea Chaguru, nawapenda. Kule. Amen. Naitwa Mama Pita au Rosemary, natokea Ipagala, nawapenda. Unajisikiaje? Naendelea vizuri. Yeye anasema anaendelea vizuri. Huyu ni mwanangu kabisa. Amen. Tatizo lake ana roho za hofu. Okay. Kama alikuwa akisema baba, ana roho za kuogopa. Na si ana ugonjwa. Kama pressure ilikuwa ni 200 ila tumeipiga. Amen. Amen. Kwa hiyo ana roho ya hofu. Hofu. Kwa hiyo kama ukiweza kumwombea, tafadhali sana, nimemleta hapa kwa kazi hiyo. Na mimi kuna watakatifu wako hapa wataifanya kazi hiyo. Nataka hiyo hofu tuiache hapa. Na nilimwahidi nikamwambia huko tunakokwenda tutafika, lakini hofu hautakuwa nayo. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye anamwaga machozi kama Ana. Amen. Kwa hiyo tukiweza tunaweza tukafanya kazi hii. Yeye muda wote huwa anawaza kufa. Lakini haumwi. Ila kuna kifo leo inaombea utakufa na muogopesha. Kwa hiyo nimemleta katika madhabahu hii, katika mlima huu wa baba yangu afunguliwe. Nikirudi naye huko town iwe ni full charge na umeme wake. Amen. Mungu awabariki sana. Tunawapenda. Amen. Ameshafunguliwa, umefunguliwa. Wow. Kumwona Festo kwa kweli. Hapa ananibariki sana. Mimi na kijana wangu Devi anatubariki sana. Sisi mwanangu sasa hivi. Hebu tujifunze kitu kimoja leo. Somo moja linaloitwa ambalo la msingi sana, under the mighty hand, au chini ya mkono wenye nguvu. Under the mighty arm au hand. Chini ya mkono wa nguvu. Chini ya mkono wa nguvu. Chini ya mkono wa nguvu. Tumetoka kwenye madhabahu dhidi ya madhabahu, tuliona kule, sio? Tukasema maisha yetu hayawezi kupendeza pasipokuwa na eneo la nguvu. Na eneo la nguvu ni madhabahu. Kwa hiyo tukasema madhabahu ni eneo ambalo la kupokea nguvu zetu. Na eneo ambalo la kwenda kupokea maelekezo ya kiungu. Kwa hiyo tunapodumu kwenye altar, tunakwenda mbali na kufikia hatima zetu. Lakini hatuwezi kwenda mbali zaidi kama hatujakubaliana kwa chini ya mkono wa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Under the mighty arm, mkono wenye nguvu ni eneo ambalo muhimu sana la wewe kuweza kutoka au la wewe kwenda kujifunza zaidi. Tutaangalia maandiko machache ya msingi ambayo yatakusaidia. Andika kitabu kile cha Mwanzo sura 49 mstari wa 8. Andika kitabu pia cha Kutoka sura ile ya 6 mstari wa kwanza. Andika pia kitabu cha Kutoka hicho andika pale chini sura ya 3 mstari wa 19 na 20. Kwa msomaji wangu, binti yangu, kae karibu hapo. Mike kae vizuri. Napotaka usome, nataka usome haraka sana kwa sababu ya muda nilionao. Nitakupeleka kwa haraka, lakini naamini mwenezi mzuri anayeweza kujaza vizuri yuko ambaye ni Roho Mtakatifu. Hebu sema Bwana Yesu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Na kuhitaji sasa nijifunze kwa upya. Sikubaliani kupotezwa nyuma ya ufahamu. Nahitaji kujifunza, nahitaji kufahamu katika jina la Yesu. Fahamu zangu zifunguliwe tena. Roho Mtakatifu, karibu tena. Karibu tena katika jina la Yesu. Amen. Basi
kaa hapo ukijua kwamba uko chini ya mkono wa nguvu. Amen. Chini ya mkono wa nguvu. Praise God. Nieleze hivi kwanza, kwa nini chini ya mkono wa nguvu? Amen. Mkono wa nguvu tafsiri yake ni Mungu mwenyewe. Mkono wa nguvu, the mighty arm, ni Mungu mwenyewe. The mighty hand ni Mungu mwenyewe. Amen. Kwa hiyo usitishwe na kitu kinachoitwa mkono wa nguvu. Amen. Wewe unapaswa tu kutambua mkono wa nguvu ni Mungu. Kwa hiyo inaposema chini ya mkono wa nguvu, maana yake kuwa chini ya Mungu mwenyewe. Amen. Na mwelezea Mungu ambaye yeye aliumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana kwa ajili ya utukufu wake. Amen. Kwa hiyo Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, Mungu anajipambanua mwenyewe kwa mamlaka yake. Anajipambanua mwenyewe, yaani anajieleza yeye ni nani. Amen. Kwa sababu Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Amen. Na nchi ilikuwa ukiwa kabisa, ilikuwa ni void kabisa, ilikuwa kila hamna kitu. Ndipo Mungu akasema, amen, iwe nuru, na nuru ikawepo. Lakini kabla ya Mungu kusema iwe nuru, ilibidi roho yake kwanza, inaita roho ya Bwana. Semeni roho ya Bwana. Roho ya Bwana ikawa juu ya vilindi vya maji. Ndipo Mungu akasema, somebody say amen. Kwa hiyo tunaposema kuwa chini ya mkono wenye nguvu, maana yake kuwa chini ya roho ya Bwana, kuwa chini ya Mungu mwenyewe. Ananielewa? Sema amina ya nguvu. Maana maisha yako hayawezi kuendelea chochote pasipokuwa chini ya mkono wa nguvu, pasipokuwa chini ya Mungu mwenyewe. Amen. Pasipokuwa chini ya roho wa Bwana. Somebody say amen. Biashara unataka kuanzisha lazima iwe chini ya mkono wa nguvu. Amen. Ndoa unaitaka iweze kuwa furaha, iweze kuwa amani, lazima iwe chini ya mkono wa nguvu. Amen. Masomo unayesoma leo ili uweze kufanikiwa, ukasoma vizuri, uko chuo, upate GPA kubwa, you have to be under the mighty arm, under the mighty hand. Unaweza kusema amen ya nguvu. Kwa hiyo tunaposema kuwa chini ya mkono wa nguvu, tunamaanisha kuwa chini ya Mungu mwenyewe. Tunamaanisha kuwa chini ya roho wa Bwana. Tunamaanisha kuwa chini ya mamlaka ya kiungu. Tunamaanisha kuwa chini ya uweza wa aina yote. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ndipo Mwanzo sura ya 15 mstari wa 13, Mungu anawapeleka, anasema na Ibrahim, anasema hakika uzao wako utakuwa utumwani na watakuwa kule. Amen. Kwa muda wa miaka 400. Watakaa hapo kwa muda wa miaka 400. Lakini kwa kuwa mimi ni Mungu, kwa mkono wangu, amen, nitawatoa. Lakini kabla sijawatoa, lile taifa ambalo litakalo watesa, litakalo waweka uzao wako kuwa chini ya taifa lile, lazima ile taifa lilisulubu kwanza. Kwa hiyo tunaposema chini ya mkono wenye nguvu, tunamaanisha kwamba ili uweze kuwa chini ya mkono wa nguvu, lazima adui yako auue kwanza. Anaelewa? Amen. Yaani kuwepo chini ya mkono wa nguvu ni lazima adui zako, watesi wako waue. Praise God. Amen. Yaani haijalishi sasa hivi hapo ulipo, amen, kuna wasimamizi, unafanya kazi nyingi, unahubiri sana, lakini matokeo yaoni. Amen. Tambua kuna wasimamizi, imekupasa tu uende kwanza kwenye nchi ngeni ili mkono wa nguvu uweze kuonekana. Ananielewa? Sema mimi. Amen. Yaani mkono wa nguvu unaonekana mahali pageni, mahali pa utumwa. Mkono wa nguvu hauwezi onekana mahali pa furaha. Yaani Mungu hadhihiriki mahali pa furaha. Amen. Mungu anathibitika kuwa ni Mungu mahali pa vita, mahali pa kushindwa, mahali pa kutokuweza, mahali pa magonjwa, mahali pa udhaifu. Mungu anajionyesha kwamba yeye, he is God, he is creator, he is potter. Amen. He is all above. Amen. Yuko juu ya vitu vyote. Huyu ni Mungu. Huyu ndio anaelezwa kuwa ni mkono wa nguvu. Amen. Somebody say amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu aliposema na Ibrahim, uzao wako utakuwa utumwani,
Amesema surely. Maana yake kiapo ni hivi, ili uone mkono wa nguvu ukifanya kazi, ni lazima uishi chini ya kiapo cha Mungu. Somee kwanza pale Mwanzo. Nimewatajia maandiko ya machache kwanza. Mwanzo 15:13. Nisomee pale vizuri kwa makini kabisa. Tutaangalia pale. Naomba tusome haraka kwa sababu muda wangu umekwisha sana, lakini nataka nieleze, najua kila kitu kitaeleweka. Wewe unatazama kwenye saa ya urejesho, TV ya saa ya urejesho, elewa kwamba tuko hapo kujifunza chini ya mkono wenye nguvu. Tunahitaji kutoka hapo. Maisha yetu yanaweza kuendelea, hatuwezi kwenda mbele pasipo kutii mkono wa nguvu. Na mkono wa nguvu nimesema ni Mungu mwenyewe. Amen. Mkono wa nguvu ni Roho ya Bwana. Amen. Mkono wa nguvu nimesema nini? Ni heshima ya mamlaka yote ya kiungu. Hebu nisomeni. Twende hapa, anasemaje? Mwanzo 15:13. 13 ndio mpaka 14 ndio. Bwana akamwambia Abraham, Ndio. ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Kwanza utakuwa wapi? Okay. Amesema ujue hakika. Nimesema kwanza kiapo lazima kitokee. Amen. Ni amri. Amen. Ni covenant. Ni ahadi. Ujue hakika. Mimi ni Mungu nasema, wala si uongo. Ujue hakika mafanikio yako yako utumwani. Ujue hakika ubora wako uko chini ya joka. Ujue hakika, amen, ndoa yako, furaha ya ndoa yako, kuna mtu anaimiliki na huyu mtu anaitwa jitu. Ujue hakika. Ili ung'ae, ili ufanikiwe, ni lazima ile jitu lidhoofishwe. Haliwezi kudhoofishwa pasipo kwa chini ya mkono wa nguvu. Amen. Amen. Twende kutoka sasa sura ya kwanza mstari wa 11. Nisomee pale haraka. Mnaweza kupokezana kwa sababu ya muda. Anakwenda anasema akawekewa wasimamizi. Yaani tayari unaweza kuona uzao wa Ibrahim unatoka sasa mahali pale ambapo Mungu aliongea na Ibrahim kwa kupita miaka na miaka, akazaliwa Isaka. Amen. Akazaliwa Esau na Yakobo. Yakobo na akazaa uzao wake. Sio kupitia Yusufu watu wakaenda utumwani. Mungu aliapa. Yaani Mungu akishaapa, sio kwamba baresa mafanikio yako yapo kwenye dhiki kwanza. Uhitaji kukwepa. Uhitaji kukimbia. Amen. Magumu unayopitia, hapo ndipo unapotaka kuharibisha mkono wa nguvu. Narudia. Dhihaka unayopitia leo hii, mateso unayopitia leo hii, usiyakimbie. Unahitaji kuita mkono wa nguvu. Kwa hiyo Mwanzo kitabu cha Kutoka sura ile ya kwanza ule mstari wa 11, sio? Anasema waliwekewa nini? Wasimamizi. Kwa hiyo blessings zako, baraka zako ziko chini ya wasimamizi. Mpaka sasa anaendelea kusimamia nguvu. Amen. Kwa hiyo haijalishi umefanikiwa, una nyumba, una gari, lakini bado baraka zako, baraka za kiungu ziko chini ya nani? Aliandika simamia nguvu. Amen. Ziko chini ya nani? Wasimamizi. Ya wasimamizi. Tunataka sasa wasimamizi tuwaue au tusiwaue? Tuwaue. Au tuwaue ni wapi? Tutawale, sio? Whatever the case. Lakini lengo kubwa, ili uweze kufaulu mtihani, ili uweze kuonekana umeshinda mitihani, lazima upewe mitihani pia, sio? Amen. Kwa hiyo tunahitaji kwenye ulimwengu wa kiroho kutawala na kufikia malengo makubwa sana. Lakini tunaposema under the mighty arm ni nini? Ukiona kitabu kile cha Kutoka sasa sura ile ya 3. Tunaanza nimeanzia ni Mwanzo, nimekuja Kutoka ili tuweze kupata picha ile kamili. Sura yake. Kutoka Mwanzo na Kutoka 1 ule mstari wa 11 wasimamizi wanawekewa. Amen. Lakini Kutoka sura ya 2 Musa anazaliwa kupitia Walawi. Mnaelewa vizuri hapo? Anapitia nani? Walawi. Lengo kubwa kuhakikisha taifa lile ambalo wana wa Israeli walikuwa chini ya ule utumwa hawataachwa hivyo hivyo. Lazima ile taifa liugue, lazima wale lile jeshi liangamizwe tena. Lakini inapaswa mtu mmoja azaliwe. Musa anazaliwa kwenye maisha magumu sana, lakini kipindi hicho anazaliwa, amri imetoka kwa Farao ya kwamba hakuna mtoto wa kiume anayepaswa kuishi tena. Watoto wote wa kiume wanapozaliwa wanapaswa kuuawa. Musa akapelekwa kwenye maji. Sema kwenye maji.
Wahi kwenye maji, kwa sababu eneo kwenye maji ni eneo la nguvu, eneo la ibada au madhabahu ya upande ule kipindi kile cha wana wa Israeli au watu wa Misri. Eneo lao la nguvu, eneo la ibada ilikuwa ni wapi? Nimesema maji. Na juzi niwaambia nikasema madhabahu za mashetani zinakwepo kwenye maji. Wanakumbuka sana bila nguvu. Kwa hiyo Misri madhabahu yao kubwa ni kwenye maji, kwenye mto Naili. Kwa hiyo ilibidi sasa Moses asaliwe na akapelekwa kwenye maji, akatengenezwa kisafina kwenye maji, akawekwa pale. Lakini nani alikombolewa? Nani aliweza kumtoa yule mtoto? Aliweza binti yake Farao ambaye alikuwa tasa, alikuwa hana mtoto yote, ikabidi apewe amlee binti yake Farao. Na nini kitafanyika? Musa akakuwa chini ya Farao, amekaa miaka 40 chini ya Farao, amesoma vyuo vya Kimisri akiwa pale pale. Lakini kumbuka, yuko pale maisha japokuwa yupo pale, lakini maisha yake ya destiny yake haiko Misri, destiny yake iko Kanaani. Amen. Yaani unaweza ukaa kwenye utumwa, lakini hatima yako ipo Kanaani. Kuna mtu uko hapo unaota kwamba mimi nashika hela, yaani unaota upo kwenye Misri, upo kwenye lendi ya utumwa, unaona unahesabu fedha, lakini destiny yako ipo Kanaani. Huwezi kwenda Kanaani mpaka mkono wa nguvu, amen, uingilie kati hapo, amen, ili uende kwenye hatima yako. Unless otherwise utaendelea kuhesabu fedha ukiwa kwenye utumwa, utaendelea kufanya biashara ukiwa kwenye utumwa. Lakini leo hii siku ya 8 ni siku ya kuviringisha aibu. Luka sura ya 2 ule mstari wa 21, Biblia inasema kwamba Yesu mtoto mara baada ya kufikisha siku ya 8, sio hivyo, akatahiriwa. Kwa hiyo namba 8 ni namba ambayo tunapaswa kuruhusu mkono wa nguvu ututoe sehemu. Yaani ukubali usikubali, huu sio muda kuombewa, huu ni muda wa kuruhusu tu personally, individually, amen, kwa mkono wa nguvu uweze kuinuka, uweze kufanya kazi vizuri. Lazima ufike mahali utambue peke yako siwezi, nahitaji mkono. Ana neno sema mimi nguvu. Amen. Yes, can you hear my daughter? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo unaweza kuona anatengenezewa safina, sio? Anawekwa pale. Mtoto anachukuliwa, anapelekwa utumwani tena. Mwana wa Kilawi analelewa pale miaka 40. Amen. Sura ya 2 hapo hapo unaanza na Musa ameshakuwa. Musa amesoma sasa, anatoka nje. Sema anatoka nje. Dalili mojawapo ya kuweza kukutana mkono wa Mungu, mkono wa nguvu, Mungu mwenyewe kukubali kutoka mahali hapo ulipo. Amen. Kubali kutoka mahali pa Mungu. Na kukufundisha ni vizuri Roho Mtakatifu kukupeleka mahali. Musa anatoka, sema anatoka. Musa anatoka. Na Musa anatoka sasa, tunaona hatoki hivi, hatoki kizembe. Anatoka pale kwenye ule mji, anakutana sasa na Misri, anamtesa, anampiga Mwebrania. Musa anaingilia ule ugomvi. Alipoangalia kulia, nyuma na kushoto, just imagine, anakula chakula cha Farao, anavaa mavazi ya Farao. Amen. Nataka nikwambie, unanisikiliza na unanitazama, mavazi unaivaa, chakula unachokula ni akiba dhidi ya maadui zako. Anaona kama anaongea mtu. Yaani chakula anakula, anapata nguvu ili kwamba amweze adui yake. Anakuta wanapigana, akamkamata Misri, akamnyonga, akamfukia. Miaka 40. Miaka mingapi? Miaka 40. Wewe miaka 20. Umepita majaribu yako siku 3, siku 4, unasema bora nikikufa. Alikaa miaka mingapi? 40, lakini maisha hayataki. Hayafurahii. Anakula kila kitu. Anavaa, anadrive magari. Amen. Farasi wa kutosha. Lakini miaka 40 Musa haifanyi kabisa asimaishwe kwenye utumwa. Anatoka, anamua Misri, anamfukia. Siku ya 2 anakuta Waebrania wenyewe wanapigana. Anasema ninyi ni ndugu, kwa nini mnapigana? Yule mmoja akainuka. Sikiliza, nataka nieleze under the might arm. Msikilize vizuri hapo. Yule mmoja akasema, yule alikuwa mkubwa jamani, mkorofi. Yule anasema, unataka tena uniue mimi kama yule ulivyomuua Misri? Musa akajua kwamba tayari mambo yamekuwa ni magumu, akatoka
akakimbia mji, akakimbia estate ya Farao, akihofia kwamba atauawa. Praise God. Ndivyo ilivyo Kristo leo. Wanapita kwenye mambo magumu na mazito, wao kazi yao ni kukimbia. Kwa nini turuhusu kwamba tusikimbie? Tunahitaji kutoka. Lakini tunatoka wakati tumeacha ghadhabu, tumeacha hasara kwa maadui zetu. Usiondoke sehemu alafu adui anakuchekelea. Usiondoke sehemu adui anastarehe. Lazima unapoondoka sehemu adui yeye anaugua. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa nini kikatokea sasa? Moses anakimbia anakwenda Midian, nataka tuanze pale. Anakwenda Midian, akiwa kule akaoa binti wa Kimidian na baba mkwe wake anaitwa Jethro. Akaoa pale, akakubali kuwa mchungaji, kijana msomi, amen, mwenye degree, mwenye uwezo wa kupambana vitu vingi. Akaoa pale na akakubali mchungaji wa mifugo ya mkwe. Siku moja. Amen. Kumbuka Mungu alisema hakika yake uzao wako Ibrahim utakuwa mtumwani na utakaa miaka 400. Amen. Lakini kipindi hicho miaka 400 imepita, imekwenda miaka 430. Kwa nini miaka 30? Miaka 30 ni miaka ya kuhani, ilibidi mtoto azaliwe kuhani. Amen. Na Yesu alipokuja aliishi miaka 33. Somebody say baki namba 3 ni namba ya kuhani. Kwa ilibidi sasa Mungu amwache Moses asaliwe. Miaka 430 ikapita. Kipindi hicho Mungu akamtokea. Tufungue pale sasa kitabu cha Kutoka sura ya 3. Anza pale ule mstari wa 7, wa 5, wa 7 mpaka wa 10 nisikie pale. Mstari wa 7 anasema, Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Bonje yangu kubwa ni hiyo. Anasema hakika sasa nimeona mateso. Yaani hivi hapo ulipo wewe, kuna eneo uliwezi, sio kwamba Mungu hajaliona. Kuna eneo umelishindwa, sio kwamba Mungu hajaliona. Ni mateso kwako. Mungu amekuona. Amen. Mnasema Mungu amekuona. Nasema Mungu ameliona. Anaona kama anaongea na mtu hapa. Nasema Mungu ameliona. Unachopaswa kufanya wewe ni hivi. Wana wa Israeli wakati Mungu anasema na Moses, kuna waombaji walikuwepo kwenye ile nchi ya Misri kama ilivyo. Kuna walokole wapo kama leo hivi. Lakini sikiliza, Mungu aangalie jina la walokole uliokuwa nalo. Mungu anaangalia moyo wako. Ni nini ambacho kinaumizwa? Nini ambacho umekwaza nacho? Nini ambacho kinakutesa? Mungu anasema yeye, anamwambia Musa, hakika nimeyaona mateso ya wana wangu wa Israeli. Kumbuka, ulipompokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, namba 1 ulifanyika kwa mwana. Na ndio maana Mungu anamwambia wana wa Israeli, anamwambia Musa, nimeyaona, nimesikia kilio cha wanangu. Kwa hiyo wewe ni mtoto wa Mungu. Nasema wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo chochote ambacho kiweze sasa, Mungu anasikia kilio. Kuna mwangi upo. Hebu anao mwangi. Ili mkono wake ukondoe. Shida iko hapo. Wengi mnaficha matatizo yenu. Wakristo wengi wanaficha matatizo yao. Wakristo wengi wanatabia kuficha matatizo. Wanakimbilia kwa nabii ili nabii akuone, aanze kutabiri. Lakini shida ni wewe mwenyewe. Unapaswa ujijue kwamba napitia kwenye eneo gani. Haisaidii nabii anakuambia unaumwa wakati wewe kweli ni mgonjwa, wakati wewe kweli unaumwa. Sikiliza, Mungu anasimamia, anamwambia Musa, nimesikia na nimeona, nimesikia kilio cha wanangu. Kwa hiyo Mungu anakuhitaji asikie kilio chako. Sio prophet, sio mchungaji, sio apostle. Amen. Wala sio kuombewa. Unahitaji tu kwamba ujue hili ni teso, hili ni pito. Amen. Prophet ameniambia
kwamba nahitaji kushinda hapa, na napopambana kupiga kushinda pain, maumivu, amen, huyasikii wewe, maumivu anasikia Yehova Yawe, na ndipo mkono wake unashuka juu yako. Mungu hawezi kunilizi power mpaka asikie maumivu, mpaka asikie sauti ya kilio utatoka. Hasimaanishi utoe machozi. Umepiga sana, umepiga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, lakini bado unaamini ya kwamba nitavuka, ya kwamba nitakwenda, nitakuwa fulani kesho, nitapaa, nitakwenda. Ndipo mkono wa Mungu unaingia pale. Hey, kuna mtu anaongelea hapa? Somebody say amen. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa vizuri? Mungu aingilii kati hivyo hivyo. Musa anaambiwa, nimesikia kilio, sauti ya wanangu. Kuna mtu hapa amempokea Yesu, anamkiri kwa kinywa chake. Namba moja, unampokea Jesus, amen, kuna mchakato unatakiwa upite. Huu mchakato ni mchakato wa maumivu. Sema amen. Mchakato wa kuchukiwa, mchakato wa kuteswa, wa kuonewa, wa kutelekezwa, mchakato wa kunyosha vidole. Lakini ule mchakato, sema ule mchakato unaitwa sanctification. Ule mchakato unaitwa utakaso. Yaani unavyozidi kuchukiwa, unavyozidi kushindwa eneo, lakini bado unaangalia Mungu anajua. Haleluya. Maana kesho ya mtu ni kubwa kuliko leo yake, na ndio maana kuacha ulipo unachopaswa. Umepanda, umeanguka, panda tena, umeanguka, panda tena, umeanguka, panda tena, umeanguka, panda tena, vuka, nenda. Hamnielewi? Wananielewa? Sema amina. Haleluya. Mkono wa Mungu, the hand of God, haiwezi fika kwa mtu mzembe, haifiki hapa. Mkono wa Mungu wanangu haufiki kwa mtu anayeomba saa moja, anayeomba dakika 5. Mkono wa Mungu haufiki hapa. Mkono wa Mungu unanifii, unaonekana kwa mtu aliyeomba, akaomba, 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 akaomba. Come on, come on. Come on. Amen. Come on. Am I speaking to somebody here? Shikiliza. Shikiliza. Hey. Mungu anamwambia, nimesikia kilio cha wanangu. Kilio cha prophet Luo. Nimekisikia. Kilio chake ni kuifanya Dodoma yote kunitambua mimi ni Kristo. Kuifanya Dodoma yote ijue kwamba mimi ni Mungu mwenye siri zote za mafanikio, siri za maongezeko, siri za ubora, siri za utakatifu. Haleluya. Sasa hiyo siri, haya mafanikio hayafiki kama accidentally, hayafiki kama ajali, yanafika kwa mchakato. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana nilianza chumbani nikiwa na mke wangu, nikatoka nikaenda sebuleni nikiwa na mke wangu, tunamtia Yesu, tukaamini sisi ni watu wakubwa, sisi ni watu, sisi tukatoka kwenye nyumba kupanga, tukajenga, tukaanza ndani, tukatoka, tukajenga banda, tukatoka, tukapata kiwanja, tukatoka, tukajenga kanisa. Leo ni watu wanatembea. Leo visiri lazima wasikie tena, kwa sababu Bwana wa Mungu uko juu yetu. Haleluya. No matter what, haijalishi biashara unafanya ni kadogo, ipende. Ipende. Nasema ipende. Nasema ipende. Mkono wa Mungu ni kama kakiganja kadogo, kanaonekana kwa mbali, lakini mkono utakutoa kwenye mashimo, unakutoa kwenye aibu, unakutoa mahali pa chini, unakupeleka kwenye raha, unakupeleka kwenye furaha, kwenye matumaini. Utaitwa boss. Amen.
Huwezi kutoboa hivi. Nini kikafanyika? Nisome sasa ule mstari wa 10 mpaka 15. Hapo Exodus chapter. Kumbukeni, nimesema ili mkono wa Mungu uwe juu yako, kubali kutoka. Sio? Amen. Neno Exodus, neno Exodus. Maana yake ni kutoka. Hicho kitabu kimeandikwa na Musa mwenyewe tena. Amen. Amen. Tusomee anasemaje? Mstari wa 10 anasema, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli. Hallelujah. Haya sasa prophetically. Can I speak prophetically right now? Naweza ongea kinabii sasa hivi hapa. Sikiliza, ni mpaka until God, ni mpaka Mungu asikie sauti ya kwako ya uhitaji ulioko nao. I don't know kama umefika kiwango cha kusikia sauti, kama umefika kiwango cha kutoa hii effort yako. Si kulia machozi jamani. Yaani umefika mahali umepambana kwa kila hali, lakini bado naamini kesho itakuwa ni asubuhi. Amen. Sasa ukifika hapo, Mungu anakuamini sasa. Mungu anajaminisha kwa Musa. Kwa kuwa umenielewa Moses, sasa nakutuma kwenda kuwatoa wana wa Israeli, maana kile kilichofichwa unachokihitaji ukipata. Amen. 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 Mungu hakupi kitu ambacho wewe hakifanani nacho na wewe. Anakupenda. God is a love. Amen. Mungu hawezi kupa pikipiki sasa hivi katofanana nayo. Hawezi kupa gari katofanana nayo. Ni lazima kwanza ujaribiwe. Hebu rudi mahali pale kwa juu. Hamnielewi nikiongea hivi. Wana Dodoma, nimetuma kutoka Arusha kwa baba yangu. Nije niwaambie jambo la msingi ya kwamba Dodoma yote lazima ijue ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Lakini Bwana katika process, ni Bwana katika hatua namba 1, hatua namba 2, hatua namba 3, hatua namba 4, hatua namba 5, hatua namba 6, hatua namba 7, hatua namba 8 kwa ajili ya ubora unaokuwa nao. Arise from now. Inuka kuanzia sasa. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody say amen. Amen. Oh yeah, my goodness. Naongea kinabii hapa. Kuna mtu ananielewa lakini. Kuna mtu ananielewa. Amen. Naongea prophetically. Siongee kitu kingine. Naongea kinabii. Musa akaaminiwa na Mungu, akasema kwa kuwa sasa umenielewa. Sio? Na kutuma wewe. Kama asingemwelewa sikutuma. Maana yake hivi, maombi yako unayoomba, kama Mungu hajakuelewa upende, akikupa utakufa. Na ni neema tu Mungu amekupa uishi leo hivi. Amen. Amen. Ni mpaka akuelewe. Ni mpaka akuelewe church. Sikiliza. Mstari wa 11 Musa anajitetea. Sio? Asa Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli, sio watoke Misri? Akasema bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Mungu anakutambulisha ya kwamba kwenye maombi au naomba ya siku 2. Amen. Kwenye kuamini kuwa wewe ni bilionea. Amen. Kwenye kuamini kwamba wewe hautakufa. Ubaki hapa hapa. Haijalishi uone watu wana mitungi. Haijalishi unaona watu wanaondoka leo. Umeshuhudia juzi wamezikwa, lakini umeng'ang'ania pale pale ya kwamba sitakufa wala sitasika. Amen. Sitaibwa. Mimi hapa ni mali ya Mungu. Kwa wakati wake. Kwa wakati nitatambulishwa ya kwamba sasa you have to come home. Unapaswa ni nyumbani. You will never die accidentally. Utakufa kama mtoto wa jana. Amen. Biblia sema Mungu, angalia, Mungu anamwambia Musa, nitakuwa pamoja na wewe. Amen. Nitakuwa pamoja na wewe. Amen. Nitakuwa pamoja na wewe. Amen. Kwenye elimu yako mwanangu, nitakuwa pamoja na wewe. Haijalishi, nitakuwa pamoja. I will be with you. I will never forsake you. Kwa sababu unanipenda, nitakuwa na wewe. Bado hajakuonyesha mkono wake. I will be with you. Nitakuwa na wewe. Andika, mkono wa Mungu ni wingu lake. Mkono wa Mungu ni wingu. Mkono wa Mungu ni wingu ambalo linakuzuia, linakufunika wewe, linakutenga na mabaya. Uko hapa pamoja na uchumi wako mdogo, pamoja na mtaji mdogo,
kujiwa, anahitaji tu kusema. Huna haja kulialia, huna haja kwenda kubembeleza mitaji kwa watu fulani. Sema hiki nilicho nacho ni fimbo yangu. Haleluya. Sikiliza unielewe nikisema. Nao nimesema kuna waperithi, kuna mahiti. Hao wanawasema, hao wanawanonga, wanawasema nini? Mambo gani? Anapiga kelele tu. Endelea kupiga kelele tu kwa Bwana. Endelea kukeleza nini? Sema tu Yesu anaokoa. Sema tu Yesu anaponya. Sema tu hapa mimi nitatoka. Sema tu hapa. Mungu anahitaji watu wabishi katika ufalme. Watu wabishi. Na ubishi huo, sikiliza, unakwenda kudhihirika. Tangia enzi wale mitume na manabii, wabishi Mungu aliwapenda. Wabishi. Piga. Vunja. Nenda mbele, usiangalie nyuma. Usione jana yako. Usirudi nyuma tena. Maana Mungu alimwambia Lutu, mwambie mke wako msitazame nyuma. You just go there forward. Kwa sababu kule mbele kuna destiny, kuna hatima iliyo bora. Usirudi nyuma. Haijalishi ulifeli, haijalishi uliambiwa mambo ya ajabu, haijalishi huwa naongea hata na wale ambao wamefika mahali ndoa ilikuwa ngumu wakaachana, wasifikirie mume yule au usifikirie mke yule. Wewe tazama mbele yako, kuna msalaba, kuna mwanamume ameshinda pale mauti, akatoka kwenye kaburi, akashinda, na sasa yuko hai. Kwa sababu mbinguni hatuendi na ndoa, mbinguni hatuendi na chochote. Mbinguni tunakwenda na imani iliyo sawa na mioyo iliyo safi iliyotakasika katika Bwana kwa damu yake ya thamani. Tunahitaji kuona msalaba, na ndio maana tufika mahali tukakelana kwenye familia. Mwambie mke wako usinikere, bali unisaidie. Mwambie mume wako usinikere, nisaidie ili nifike kwenye hatima ya Mungu aliye. Wananielewa? Amina. Nguvu hapo. Hatubembelezani. Tunahitaji kuwa chini ya mkono hodari wa Mungu aliye hai. Unapokuwa chini ya mkono hodari wa Mungu aliye hai, mwanaume sio kitu, mwanamke sio kitu. Kwa sababu gani? Mkiwa na nia moja na mko chini ya mkono hodari wa Mungu aliye hai, nyumba yoyote mtajenga, maisha yoyote mtaishi, gari lolote mtalinunua, chochote kile mtakifanya. Biblia inasema walipokuwa pamoja, waliponia pamoja, Mungu alimwambia Musa, mimi nitakuwa pamoja nao. Na Mungu anasema hivi, wawili au zaidi mtakapokusanyika kwa jina langu, maana under my mighty hand I will be there. I will be there and I will reveal my power, my authority. Yes. Amen. Wow. Am I preaching? Yes. Sure? Yes. Come on. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ufike mahali shetani asipoteze, mwambie mimi ni mali ya Mungu. Wakati wa Bwana utakuja. Si mimi, mbona angalia mambo Kenya haendi haraka. Mwambie I am the property of God. Mungu ni Mungu wangu wa kanuni. Maana mkono wake uko juu yangu. Roho yake iko juu yangu. Ananijua mimi kuliko wewe unavyonijua. Amen. Ananijua mimi kuliko maneno nayosikia. Ananijua mimi kuliko hawa wanaonitazama. Ananijua mimi. He knows me. He knows me. I don't know kama naongea na mtu. Ananijua. Hallelujah. Mimi na kigugumizi siwezi, sina nini. Anamesikiliza Moses. I'm telling you. Nani alikufanya tukinywa uwe kigugumizi? Nani? Wale ndio mnauliza, huyu nabii mbona anashangaa? Mbona afufue mtu? So nini? Sikiliza, matamshi yangu ni nguvu. Ni kibali. Musa aliacha kwa kigugumizi. Amen. Lakini alifanyika kwa messenger wa Mungu kuwatoa wana wa Israeli. Ni kweli. Amen. Mbona kuna bubu ndani? Huyu anasikia asili zote, lakini kwenye familia yao ni tajiri kulisha kazi baada ya kuungana na madhabahu. Haongea fedha tu. Anasema very nice. Wakati mwingine sawa, mapito unayopita yasikufanye uwe chini. Amen. Furahia. Kwa sababu kesho yako ni nzuri. Hebu kila mmoja jiangalie hali yake alionayo. Umejiangalia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wow. Anajitetea. Sasa tunasemaje? Mungu anamwambia kamwambie Farao, mimi niko ambaye niko. Akasema ndio utakavyowaambia wana wa Israeli,
mimi niko amenituma kwenu. Mimi niko amenituma kwenu. Mateso yanaendelea, fujo zinaendelea mahali pa, viki inaendelea, bado Mungu ana kusudi jema na wana wa Israeli, lakini anahitajika mtu mmoja. Huyo mtu mwenyewe ni wewe. Huyo mtu ni wewe, si mwingine. Unasema mimi na nguvu. Huyo mtu nani kanisa? Ni wewe. Hasa kwenye kutoka mahali pa chini panahitaji maarifa. Mithali 4:7, katika mambo yako yote yafanyayo mwanadamu anahitaji nini? Maarifa. Maarifa ni ngao, maarifa ni nguvu, maarifa ni kibali kikubwa sana. Petro hakupewa ufunguo ni mpaka alipofika kiwango cha kujibu swali ambalo Yesu aliulizwa. Alimuuliza, huko ananiambia mimi ni nani? Yesu Petro akasema wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Ndipo Petro akafanyika kuwa mwamba na juu yake kanisa likajengwa. Kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 16 mpaka 19. Ule mstari wa 19 pale Petro anapewa ufunguo wa kufungua kila ngome, kila maisha. Let me tell you, God sometimes take us into deep water. Yaani Mungu anaweza kutupeleka sisi kwenye maji. Amen. Kwenye maji mazito. Maji, jaribu likao kama bahari, jaribu likao kama mlima. Amen. Lakini wewe tambua tu uko mkono wa Mungu juu yangu. Kila mmoja aseme uko mkono wa Mungu juu yangu. Isaya 43 anasema 43 ngapi? Anasema 43:2, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Tunapaswa kuaminishwa na Mungu mwenyewe kuwa ushindi wetu upo kule jangwani. Ushindi wetu kama unaandika upo kule utumwani. Ushindi wetu haupo kule mjini kwanza. Ushindi wetu uko jangwani. Ushindi wetu uko milimani. Ushindi wetu upo kwenye mito. Ushindi wetu upo kwenye bahari. Unasema mimi na nguvu. Haleluya. Tusiwape nafasi waganga wa kienyeji. Amen. Watuongoze. Tusiwape nafasi manabii wa uongo watuongoze, bali tulipe neno la Mungu lituongoze. Neno la Mungu litushawishi. Neno la Mungu ndio njia. Neno la Mungu ndio chakula. Neno la Mungu ni uhai. Neno la Mungu ni matunda. Neno la Mungu ni maji yaliyo hai, ni uzima. Neno la Mungu ni vazi kwa shalama ambao litafunika utupu ulionao. Ni neno la Mungu, the word of God. Amen. Yohana 17 mstari 17. Tunalindwa na neno la Mungu. Hatulindwi na majeshi ya Tanzania. Hatulindwi na polisi wa Tanzania. Tunalindwa na neno la Mungu. Neno la Mungu. Unasema bila nguvu na neno la Mungu. Hiyo sababu na washindi wewe. Hatulindwi na majeshi. Tunalindwa na neno la Mungu. Yesu anamwambia Mungu Baba, siombi hao kina Prophet Luo uwatoe duniani, bali walinde na ile kweli ambayo ni neno lako. Kwa hiyo neno lako neno la Mungu likisha kusafisha likakuweka huru, utaishi na kila mmoja. Utakuwa na enmity, utakuwa na uadui, kwa sababu Mungu ni love. Mungu ni upendo. Amen. Anapenda wote. Anapenda wote. Hallelujah. Hallelujah. Nakwenda kumaliza kama mtu hajaandika chochote. Nakwenda kumaliza, wewe tu niangalie. Lakini hivi hata kama ukiniangalia, nataka nikwambie tu, chukua point tu moja. Hata kama hujaandika kwamba prophet amesema hivi, under the mighty arm. Chini ya mkono wa nguvu. Amen. Chini ya mkono wa nguvu. Tumbo linauma, kichwa kinauma, sema uko mkono wa nguvu. Mkono wa nguvu ni neno la Mungu. Mkono wa nguvu ni roho wa Bwana. Ni kweli. Mkono wa nguvu ni wingu la Bwana. Ni kweli. Mkono wa nguvu ni furaha ya Mungu. Ni kweli. Mkono wa nguvu ni amani ya Mungu. Ni kweli. Basi anza kuongea na vitu vigumu kwenye maisha yako. Jifungie kwa room yako. Anza kaa pale. Angalia. Sema na ile room. Una nguo mbili, unahitaji nguo zingine. Amen. Lakini fika mahali, ingia kwa room yako. Anza kujisemea mwenyewe. Anza kusema, mwabivu Mungu, ulivyoniumba mimi, angalia nilivyokaa vizuri. Tena kitambe sasa hivi, hizo nguo zinanibana sasa hivi, haziingii kabisa. Nifanye nini? Mungu atacheka. Kwenye kule mbinguni atacheka. Anasema kweli. Why? Kwa sababu gani? Amesema Mathayo 7 mstari wa 7, ombe nanyi mtapewa, tafute nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Acha kulialia, acha kujibembeleza, acha kujishemea.
shebedua. Fika mahali, a word of God, amen. A word, neno la Mungu ni zaidi ya upanga ukatao. Neno la Mungu, amen, ni zaidi ya pingu za wanadamu. Neno la Mungu ni zaidi ya jeshi la kibinadamu. Neno la Mungu ni zaidi ya ngome. Neno la Mungu ni zaidi ya njaa. Neno la Mungu ni zaidi ya magonjwa. Neno la Mungu ni zaidi ya kila kitu. Acha kuogopa. Acha kubai. Hallelujah. Amen. Korona itatuua. Nani akuwe au afa na korona? Hatufi. Amen. Bwana sauti yangu msema ndogo sana. Anasema mimi nimesema kama nabii wa Bwana. Kila anakuwa chini ya sauti yangu hapa, hata kufa utazika yoyote. Bwana lazima nabii aseme, as I am the prophet. Saa ya rejesho, mimi ni nabii pekee. Nasema hivi, yoyote aliyokuwa chini ya sauti yangu, hata kufa kwa korona, hata kufa kwa chochote. Bwana Mungu wetu ni mkuu. Hallelujah. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Hallelujah. Kila mmoja jiseme, shamba nimeahidiwa. Yesu sauti ya shamba, shamba nimeahidiwa. Sitakufa. Ana mkono wa nguvu uko juu yangu. Shangilia Bwana Yesu. Hallelujah church. Hallelujah kanisa. Hiyo amen ni ndogo. Hallelujah. Nakwenda kumaliza. Hallelujah. Adui asikutishe. Amen. Mazingira yasiwatishe. Amen. Let me tell you my son over there, my covenant. Fika mahali, waambie tu. Sema nile nature. Pale poka. Unajua hapa ndipo utumani kwa muda. Lakini hamtaninyima kuimba wimbo mpya wa Mungu. Amen. Hamnielewi. Hamtaninyima chochote kufanya biashara. Hamtaninyima kufuga kuku hapa. Hamtasema na nature. Ongeeni na nature. Sasa mimi wanaweza wasema wakishindwa kuimba nyimbo utumani. Mimi I'm the prophet. Na waambie kwenye utumwa sema. Mara huwezi sema. Umekuwa kitandani sema. Unatembea sema. Sifungu kutabiri. Amen. Profesa tabiri maisha. Amen. Usisuiwe. Sema ni mtu fulani. Mimi nalifanikiwa. Nitaishi kwa jina la Yesu. Amen. Leo nakula ugali kwa dona ni angalia. Dona na maharage. Sijui wenzangu nakula na nyama. Toa tathmini ya maharage yalivyo. Maharage na proteini nyingi kuliko ni nyama. Wewe eleza kwa makini. Wacha kula ugali umesinya moyo. Maharage na vitamini nyingi kuliko nyama. Nyama zinasababisha matumbo ovyo. Kula maharage. Imba wimbo ulio bora. Wakati tunakula maharage. Waambie. Tafuta neno la Mungu ndani. Nikutie moyo. Mwanzo sura ya 2 inasema kama mtakula vile vitu vya asili. Maana Mungu alitengeneza miti ya matunda, mboga za kondeni na maharage yakiwepo. Kula maharage. Eti maharage ukila sana watu wote. Nani nakwambia shetani anao huyu. Fika mahali jitambue jamani. Mungu akupe ufahamu katika jina la Yesu. Mwezi wa 8 tunapokwenda mwezi wa 9, I prophesy na tabiri kama nabii wa Bwana. Wakati mkono wa Mungu ukiwa juu yako, anza kutabiri mambo makubwa. Tabiri afya njema, tabiri uhai, tabiri uzima, tabiri mafanikio. Maana unastahili. You deserve it in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nimesema haya majira sio majira kubembelezana. Haya majira sio majira ya kupetiana. Haya majira sio majira kumbusu mtu alafu naongea baadaye nitakuletea chiki. Haya sio majira yale. Haya ni majira ya kudumu katika neno na uhalisia wa Mungu. Maana mkono wa Mungu kwa juu yako. Utaanza kutabiri mwenyewe. Anza kutabiri. Kila mmoja tabiri sasa. Tabiri anza tabiri. Tabiri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haya ni majira ya kujisemea mwenyewe. Wakati korona inakuja,
Amen. Manake wanaokufa na corona ni wale ambao wako pa, wanasema mmoja wapo usiwe karibu, social distances. Amen. Sasa jamani, utakwenda kwa nabii kutabiriwa mpaka mara ngapi? Si msuku sana. Mimi nawapenda tu anza kutabiri mwenyewe. Amen. Ukishampokea Yesu Kristo, namba 2 ukatakaswa, namba 3 ukakombolewa, wewe unachopaswa ni kujificha chini ya wingu. Chini ya wingu. Oh, kuna mtu anaongea naye hapa? Chini ya wingu. Chini ya wingu, chini ya mkono. Na maelekezo chini ya wingu ni kama neno la Mungu. Mungu anamwambia Musa, utakapoenda pale. Amen. Sema hiki, sema hiki, sema hiki. Mungu, Musa anajitetea, anasema nitakupa nani? Haruni. Sio Haruni atasema badala yako. Usiogope, usijitetee tena. Waebrania sura 5:9, Paulo anawaambia Waebrania, Yesu Kristo hakukimbia mapito magumu. Yaani Yesu aliona kule Kalvari. Umeelewa? Kule Golgotha na Yona, ile Golgotha ni sehemu ya mateso, lakini Yesu hakuahirisha kamwe safari yake. Yesu hakuahirisha kamwe. Wewe ni nani? Unaenda iveti. Wewe nani unakimbia? Sasa uliolewa kwa nini? Na ulizo hiyo wanawake mnamtazama, uliolewa kwenye ndoa nini? Eti mwanamume anihudumie. Akuhudumie nani? Akuhudumie nani? Akuhudumie nani? Mimi napenda kuna binti moja juzi alisema anampigia simu mume wake anaitwa Baba Junior. Anasema mshahara wangu umeingia. Sawa. Sasa jambo nipangie matumizi. Nani atapatikana kizazi hiki cha leo? Mwanamke huyu nani? Niambie. Watu wamekata tamaa. Watu wamekaa unategemea hela za mume wako. Haya si majira ya kutegemea fedha kwa mume wako. Haya ni majira, amen, ya kuwa chini ya mkono wenye nguvu. Haleluya. Lazima ufike mahali. Nimesema mkono wenye nguvu unaongozwa chini ya neno la Mungu. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4, Mungu akamuumba. Mungu akamuumba mwanadamu, akamuumba mwanamke na mwanamume, akawaita Adamu. Mwanamume akifungua pochi na mwanamke kufungua pochi. Amsema mimi na nguvu. Amen. Ifike mahali na wanaume pia wapumue sasa hivi. Waanze kupangiwa mahitaji na wanawake, wala sio uzungukuku. Amen. Fika mahali mwambie mume wangu, mimi sasa naendelea, nimeingiziwa milioni 10 hapa. Sema nipangie matumizi. Tufanyeje? Baba Junior. Amen. Unasikia kwa neema. Sasa nina deni la 200 kwamba okay, hili hapa unatoa. Amen. Alafu unajua sina suti. Okay, hii hapa. Amen. Sina muda ndio maana unakuta mama vingi vijana mmeua viume vyenu mitaani. Kwa sababu gani? Hii ni injili kavu inayoambatana na Roho Mtakatifu. Mwanamke inuka, simama kwa miguu yako. Mwanamume simame kwa miguu yake. Lakini neno la Mungu ndio nyundo. Neno la Mungu ndio chakula. Neno la Mungu ndio uzima. Neno la Mungu ndio furaha. Neno la Mungu ni mtaji, zaidi ya mtaji. Neno la Mungu ni afya, zaidi ya afya. Neno la Mungu ni maji ya uzima. Neno la Mungu ni uhai, zaidi ya uhai. Kizazi kikaidi, amsema kwa sauti. Kizazi kikaidi na kaidi. Lazima turuke nao. Lazima tuambie ukweli. Haya usio muda. Sasa corona imeingia. Wewe unamtegemea mwanamume tu muda wote. Sasa utambukiza na corona. Fika mahali wewe piga kazi mwanamke na baba ameenda kupiga kazi. Mkifika mnahesabu. Oh yes. Masikia vizuri, kwambia nawa maji vizuri kule. Alafu uje. Sanitizer. Uje. Sasa wewe unamtegemea mume wako muda wote, utamwambia sanitizer. Amekuja kunikuta hapo. Unasikia wow. Sanitizer. Unakaa, ndio wengi wanakufa. Wengi wanaondoka. Sawa. Unaondoka sasa na wakina mama wanaondoka kwa kasi vitu wazuri. Wanaondoka wote. Nini jamani kimtoa huyu? Kimemondoa nini? Ndio hiyo kusubiri. Kupewa. Mlio chini yangu msiwe hivi. Amen. Kuwa chini mkono wa nguvu. Amen. Mkono wa nguvu. Nataka niendelee kidogo. Amen. Niendelee kidogo kanisa. Amen. Ya, naendelea kidogo hapo kwa sababu wow, very good.
Kuna pointi chache hapo za msingi za kuzichukua. Tumeona pale Paulo anaeleza, wanaelezea walipitia mateso magumu sana isivyoweza kuelezeka. Asema wakiwa kwenye mateso hayo waliomba, walifunga kiasi cha Mungu kusikia sauti yao mbinguni. Si ndivyo? Kitabu cha Kutoka 3:7 tumeandika, ni kupigana tu kiasi cha kumfanya Mungu asitulie sehemu kwenye kiti chake cha enzi. Ni kuomba, kung'ang'ana. Amen. Kiasi cha kwamba kusema Mungu, Bwana nimechoka, chukua. Umeomba kiwango hiki, unaomba, unang'ang'ana. Sawa sana. Unafika mahali sema no. Mimi ni mwanaume, lazima nitoboe. Najua iko hii siku hii, brother ananisaidia. Na hiyo siku na ile brother nitamsaidia. Nilimwambia kakangu, hiyo siku na mimi nitakusaidia. Leo nimemsaidia. Amen. Iko siku na nitakusaidia my brother. Leo hii nimemsaidia. I'm telling you. Iko siku nitasaidia dada. Leo nitasaidia. Kwa lazima kila mmoja inuke. Watoto mnaposoma, unawaambiaga wanangu, mnaposoma tambueni. Hii elimu ukipita darasa la 4 utarudia tena na 4. Amen. Labda itokee bahati tu. Ukipita darasa 7 urudi tena. Labda itokee bahati tu. Ng'ang'ana hapo. Sema nikitoka hapo nimetoka. Nikienda sekondari napiga na maliza kwa kiwango cha juu. Napita, naenda chuo, napiga na maliza kwa kiwango cha juu. Narudi mitaani, natumia elimu niliyopewa. Amen. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu na chini ya mkono wa Mungu aliye hai, na kwenda kutoboa. Unashangaa unafuga bata wana bei kubwa, wale bata weupe. Mnajua nyinyi hamuelewi. Kuna bata, sio kila bata anafugwa. Mabata meupe. Unasema bata mmoja anauzwa 400,000. Unajua gani? Wako pa mwelewagi. Wako pa. Lakini kila ajira hamna. Hasa ajira hamna. Nani waleteni? Hakuna rais atakujengea nyumba hapa. Hamna waziri atakujengea nyumba hapa. Sikiliza. Nataka niwaambie tu. Mimi ndio prophet, nawaambieni kwamba ili uweze kutoboa, ndio tuko na mkono wa Mungu uko pale. Mkono ukiwita, jeshi la Mungu linakuja. Amen. Zaburi 78:49. Zaburi 78:49. Mkono wa Mungu unapoita, malaika wanakuja kwa ajili ya kukulinda, malaika wanakuja kwa ajili ya kukuhudumia. Iwe kwako katika jina la Yesu. Amen. Iwe kwako in Jesus name. Amen. Hallelujah. Zaburi 42:2-8 tutasoma kwa muda wako. Asema ni kutafuta tu uso wa Mungu kwa namna nyingi kiasi cha kusababisha mbingu itikisike kwa ajili yako. Amen. Sababisha mbingu inatikisika. Sura ya Ayubu sura ya 5:21 unahakikisha vinywa vya ovu, vinywa vya wabaya wako vinanyamaza kimya. Ni kwa sababu umeutumainia mkono wa Mungu aliye hai. Umeutumainia mkono wa Mungu aliye hai. Nisomea sasa kitabu cha Kutoka sura 6:1. Soma kwa sauti hapo. Tuone sasa mkono wa Mungu unavyotenda kazi. Oh my goodness. Neno linasema, ndio. Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakavyomtenda Farao. Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakavyomtenda nini? Farao. Hebu angalia, unapotumainia mkono wa nani? Wa nguvu. Mkono wa Mungu, sio? Amen. Mungu anapanga mikakati ya namna ya kuwatenda vibaya adui zangu. Amen. Amen. Anaelewa sana mimi na nguvu. Amen. Acha shortcut. Unasikia? Acha shortcut nyinyi. Bia nitumia na hela ya kutolea. Nani kutolea? Sasa angalia 10,000 na chaje shingapi? Ya nini? Piga kazi mwenyewe. Cheo kubwa. Piga kazi wewe mwenyewe. Fika mahali unamwambia, ukikuta nyoni mwambie, mbona mtita uchangamki? Nikukopeshe nini? Unamtishia hivyo, nikukopeshe. Haraka hiyo. Hasa muda wote kadada anatembea mtaani na kakobaka kikombe. Kakobaka anatembea huko ndani. Ameweka upumbavu tu. Sana ameweka tu kondomu huko ndani, sawa? Anajua, anajua ulinzi wake mkubwa ni kondomu. Huo ni upumbavu mkubwa. Na ni ujinga mkubwa. Ulinzi mkubwa sio kondomu. Ulinzi mkubwa ni kukaa chini ya mkono wa Mungu aliye hai. Amen. Lakini ukiongozwa na neno la Mungu. Kwa sababu ni zaidi, nimesema ya kondomu. Ni zaidi ya risasi, ni zaidi ya mabomu, ni zaidi ya kila kitu. Unatembea huku umetani, umejipura, unakwenda na lipostiki za Kichina, umeangalia huku umejaa kama
ndio mitaani huko. Unategemea uite Nyang'au. Haya si majira ya kuitwa. Na corona ipo saa hizi. Watu hawakufati. Corona kuna mtu anataka hapo. Wewe. Sasa na wazinzi wote wamekoma sasa hizi. Hawafati. Hawafati Nyang'au. Nani atakufa? Wewe. Hapo. Na hii kanisa linajaa muda si mrefu. Amen. Corona iendelee. Muda si mrefu kanisa linajaa. Sasa ikaenda inafundisha neno la Mungu kwa usahihi na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Hapa asisema kwamba lete kitambaa, nunua kitambaa, lete mafuta, nunua mafuta. Hapa ni sehemu, lete kichwa chako, lete brain yako, niingize material, alafu nenda kayatumie mitaani. Nenda. Hapa ni kiwanda. Mbona vitu ni kiwanda? Haleluya. Ukitoka kama unaenda kusaa. Sasa mimi nitakuwa tajiri muda mrefu sana. Mimi naweza kununua mafuta ya kuuza mafuta ya nini? Bora ningeuza kipindi kile cha zamani. Ambapo wakati kile Josephine wa kumbukumbu tu. Ningewapiga mahela ya ajabu na kopo na leo. Lakini sasa mimi nitakuwa tajiri. Na kuambia kitu kimoja, fungua brain yako. Fungua kichwa. Alafu mimi niingize neno la Mungu hai ndani. Amtoka nenda kazalishe. Nenda kule. Vunja ukuta. Nenda bali. Nenda katoboe. Alafu rudi. Amen. Unarudi na baba, unamwambia baba, dadi, atikiti. Na mimi nisikia hata wewe kupatia. Wewe unakaa tu haja. Unapiga watu, unauza mafuta kwa bei kubwa, alafu wafunguliwi. Nyang'au. Sema baba. Semeni ni saa ya urejesho. Sio sauti ya washindi, sema ni saa ya urejesho. Na nabii Luo. Mtoto wa Apostle Vincent Mkali. Semeni kwa sauti. Mbona mna wivu? Semeni kwa sauti. Hallelujah. Fungua mapreni. Mkono Mungu wetu. Yeah. Hallelujah. Fungua hapa. Kitu gani? Mimi Ulaya nishaenda kupitia mitandao. Sasa niende kama hivi. Mimi niko hapa. Watakuja wao kutoka Adidhabi, sio kutoka Uturuki, watakuja hapo. Na nishasema watabatizwa hapo kwa ubatizo wa moto. Ubatizo wa moto tunafundishwa hapa inafundishwa. Watakaa sawa. Roho wa Mungu ukiwa juu yako, utaamuru chochote kitatokea. Mungu akupe uwezo wa kuamuru chochote kitokee. Iwe katika jina la Yesu. Iwe in Jesus name. Hallelujah. Anasemaje? Anamwambia hivi. Sasa anamwambia Musa. Anamwambia nini bwana? Anamwambia maana kwa mkono hodari atawapa ruhusa kwa mkono hodari. Jamani, kwa neno la Mungu utapewa ruhusa. Amen. Hausema bila nguvu. Amen. Kwa mkono hodari na kwa wingu la Bwana. Usifanye uovu wote kwa wingu la Bwana. Usipate utajiri wa hivi na hivi. Amen. Kwa wingu la Bwana utapata tajiri. Amen. Na kipindi hiki wajanja ndio wanakuwa tajiri. Yes. Hao ni watoto wangu mimi. Amen. Wanafanya biashara watakuwa tajiri. Wakati mwingine wanajitenga, wanajificha chumbani. Wewe unafanya business kwa sababu uko chini ya mkono hodari. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May you receive it now. May you receive it again. May you receive it again. Hallelujah. Double anointing, amen, shall flow into a life. Double anointing. Double anointing. Total prosperities. Mafanikio ya ajabu yatakuja juu yako kwa sababu gani? Hujaombewa, umesikia, umejifunza, ukajua lazima nikiwa chini ya korona. Si basi. Acheni wa Kristo wavivu. Nabii akushike, akukumbatie. Nabii akukumbatie. Jamaa, una kile sura? Nabii akubusu. Wewe. Nabii nyang'ao kabisa. Nasema nyang'ao, mbona endelea? Nyang'ao kabisa. Nabii, nataka nikuwekee mafuta, twende guest pumbavu. Pumbavu. Hey, pumbavu. Ama nabii fake kwa jina la Yesu. Nabii wa kweli, sema amen. Yuko chini ya mkono hodari wa Mungu. Hallelujah.
Hey, anakuambia kaa nikufundishe. Alafu nenda kafanyia kazi. Amen. Sema kwa sauti amen. Amen. Receive miracle house. Mimi sija kuona tangeni mzee. Mungu ameleta kabisa katika ulimwengu wa nabii. Sijaona nyumba imetoka huu imekaa. Sijaona. Wala katibu, sijawahi kufunga business yangu ile. Afrika kupa nikasema fungua kuna hela. Unafiki uongo. Nilifanya kazi, nilinunua eneo nikawekeza, nikauza, nilipata hela. Amen. Akili iliyokuwa nayo. Yes. Tumetoa Petro sura ya 2:7-9, anasema Mungu mwenyewe atakupa akili. Ni kweli. Sio mashetani, sababu sana binti yangu. Inaitwa inquinity against retardation. Ni akili ya Mungu. Hiyo akili haihitaji kwenda chuo kikuu. Kwa sababu walikuwa chuo kikuu ni wajinga tu. Wamekwenda kule na mawaziri wengine, lakini wapumbavu hawajui kesho yao. Wako tu. Angalia kuna mavitu mengi yanajitokeza sasa hivi ambayo ukiangalia mtu amesoma kweli unalenga kudhoofisha watu wa chini, wakati mpango wa Mungu ni kuinua watu wa chini waje juu. Lazima ufike mahali tutambue kama Mungu tunamtumikia sio Mungu wa kawaida. Amen. Amen. Ni Mungu mwenye majibu, lakini mwenye process majibu yake. Amen. Usikubali amen kupelekeshwa kama wanavyotaka wao. Amen. Ndio maana nikasema vitu vya msingi kwenye maisha. Sababu kama mchezaji unajua utakupiga kichwa kwa hiyo. Ndio tunaenda ni kama hapo. Na umaskini mwingine kwa ajabu. Leo tunaenda hivi vitu vingine tena tunaletea hapo. Kuna vitu vingine vya ajabu. Magari nikusagusa hapa. Unataka kupia ndio kule hapo utaondoka. Kuna mavitu ambayo yapo umesikia. Lazima ukue kichwa. Jua mkono wa Mungu unakuleta mahali para. Sema amen. Amen. Unasema amen na nguvu. Amen. Na malizia point yangu ya mwisho. Amen. Ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Labda cheka sio? Neema ya Mungu ikiwa juu yako ni furaha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haihitaji elimu chuku. Amen. Inahitaji kusikia na kutekeleza. Nani uko tayari kwenda kufanyia kazi? Kwa chini ya Bwana. Mimi nakutuma usiogope. Amen. Nenda. Hakikisha unafuata maelekezo. Yohana sura ya 2:45, wanafunzi wa Yesu wale wafanyakazi kwenye harusi ya Kana walifuata nini? Maelekezo. Harusi ikawa sawa. Amen. Ni muhimu kujua Matendo ya Mitume sura 7 ule mstari wa 24-25, Musa alitumwa na Mungu kwa ajili ya kulipa visasi. Andika sasa haraka. Under the mighty arm. Sawa? Kuwa chini ya mkono hodari. Maana yake wewe ni kisasi. Mungu anakutuma kuwa ni kisasi kwa wabaya wako. Amen. Kisasi kwa umaskini. Amen. Kisasi. Sema kwa sauti kisasi. Kwa hiyo under the mighty arm, yaani Mungu anakubadilisha. Angalia, Musa anabadilishwa kwa nani? Kisasi kwa wale nani? Kwa Wamisri. Anapelekwa kama bomu. Unapewa kama bomu. Sefa. Wewe ni bomu. Unapokuwa chini ya mkono wa Mungu, Mungu anakubali kwa bomu dhidi ya watesi wako. Amen. Biashara yako ina boost kwa. Amen. Ndoa yako inang'aa kila siku. Why? Kwa sababu wewe ni visasi dhidi ya wale wanasema ndoa za watu. Amen. Dhidi ya wale wanasema huduma za watu. Lazima kujifunza kujua Musa anafanya kisasi hivyo kwenye maisha. Wewe pia ufanyike kisasi dhidi ya wachawi wako, wachawi na waganga katika jina la Yesu. Amen. Wachawi walikufanyia vitu vya ajabu, lakini ukao kisasi unapoondoka mahali hapa in Jesus mighty name. Under the mighty hand ni kung'ang'ana kiasi cha wengi hata wakikutazama hawawezi kuelewa. Yaani wanakutazama hivi, wanasema ni kichaa. Huyu ni kichaa. Watu mwisho wa siku wanaojua sema ni kichaa wa imani. Ya unang'ang'ana, amen. Unasema kupitia nje hii nitatoboa. Kutoka sura 3 mstari wa 3 na mpaka wa 7 tumeangalia Musa aliishi kwa Farao miaka 40. Amen. Akaenda Midian, akaishi miaka ngapi? 40. Mungu anamtokea. Jumla akiwa na miaka mingapi? 80. Jangwani Musa aliishi miaka mingapi tena? 40. Mnaelewa vizuri hapo? Sasa aliahidiwa miaka 40 tena kuishi wapi? Kule Kanaani. Lakini akiwa jangwani, wajinga wale wanakimbilia wakwenda kuombewa, wale wanakimbilia kununua chumvi, kununua mafuta gani. Hapo ndo Musa akamlaza chini. Na mimi nabii sitakatizwa katika jina la Yesu. Musa akiwa jangwani,
anawaambia wanafunzi, anawaambia wale watu zaidi ya milioni 6, anawaambia sikiliza, Mungu amesema, sio nifuateni mimi wala msiogope, twende mbele. Hebu just imagine akili za mtu anakumbuka vitunguu. Jamani, vitunguu swaumu, wakati huku anakula mana, chakula kutoka mbinguni kinashuka, kwale zinakuja, kwale au kanga anashuka, unachinja mwenyewe unakula. Mtu anakumbuka nini? Ndio Wakristo wengi wa sasa hivi watu wanataka miujiza tu. Nyama, hamna muujiza wa haraka, haipo. Hamna muujiza na wewe nabii na mtume ambao unafundisha, hamna muujiza wa kitoto namna hivi. Hamna muujiza wa kitoto. Nabii fanya kazi, mtume fanya kazi, mchungaji fanya kazi, mwinjilisti fanya kazi, na kisha lazima ufike mahali uoneshe uzao wako. Mungu wako ni Mungu kwa aina gani? Lazima ajulikane na kama Mungu ni Mungu mwenye majibu yaliyo sahihi, na kila anakuwa chini ya mkono hodari wa Mungu aliye hai. Hataona haya kamwe, hataaibika kamwe, atasonga mbele. Haleluya. Mtakasirika kwa kweli, nimewaambia manabii wenu wafanye kazi. Kwa kweli nimewaambia wachungaji wenu wafanye kazi. Kwa kweli nimewaambia mitume wenu wafanye kazi. Ibrahim aliitwa kama nabii. Ibrahim aliitwa kama mtume. Ibrahim aliitwa kama nani? Kama mchungaji. Ibrahim alikuwa na benki. Ibrahim alikuwa na mifugo. Ibrahim akamtolea Mungu dhabihu, akamtolea Mungu fungu la 10. Wewe nawe ni nani unayefika mahali unadai hela za watu ambazo hujafanya kazi? Lazima ufike mahali, watoto walio chini yangu, inukeni sasa. Haya majira ya kuinuka na kufanya kazi, haya majira ya kukabili mambo makubwa na kisha kuyaendea kwa ishara, kwa matendo. Yukotea unakwenda kama shambani, nenda shambani. Kama biashara, fanya biashara. Kila mmoja amtie moyo wenzake, mwambie utaweza, mwambie unashinda, mwambie utafika, mwambie utakwenda. Kwenda unafanikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Baada ya injili nzuri, hebu shangilieni hapa. Sijashawishi mtu anipe 10 hapa. Ni injili nzuri. Nikudanganya wewe nini? Nikwambia ukinunua chumvi utafanikiwa. Nyang'aa. Nakwambia kitu kimoja. Ukitubu dhambi zako. Amen. Ukikubali kukaa chini mafundisho ya Roho Mtakatifu na uongozi wa Roho Mtakatifu, utafanikiwa. Wala sikufurahishe mimi hapa. Na wala wa mashetani msinitishe, wa Freemason msinitishe kwa jina la Yesu. Yesu amenipa utajiri wa kutosha. Amen. Baba yangu ni bilionea. Mababa zangu ni mabilionea. Mababa walinituma ni mabilionea. Waliniweka mafuta na jamii kuhubiri injili hii. Hii ni saa ya urejesho. Na prophet huo, mwenye macho aone, mwenye masikio asikie, mwenye miguu aanze kusimama tena, aanze kujiamini, aanze mwenye mikono aanze kunyanyua mikono yake. Na kwa majira haya ni majira ya kufanya kazi. Majira haya ni majira ya kuendea hatima zetu. Haya majira sio kutengeneza. Haya majira sio kupewa vitu. Haya majira ni majira ya kugawa, majira ya kugawa watu, majira ya kusaidia watu wengine. Haya ni majira ya kusema Mungu anaweza. Haleluya. Hata usipoambia Yesu anaokoa, wakikuona kwa maisha yako wampate Mungu wako. Hata kama usipoambia Yesu anaponya, wakikuona tu wapokee muujiza wako, wapokee muujiza yao. Hata kama nasema, hata kama usipoamini, hata kwa sababu wakati wakufanya kazi katika wangapo wanaelewa. Wanaelewa sana. Amen. Ngoja nikupe dozi ya mwisho. Haya si majira binti yangu cheupe, Mwarabu cheupe. Niangalie kwa makini, simama kutikisa kichwa hivi. Tikisa kichwa haraka haraka. Maana huyu ni binti pekee ambaye mwenye nywele ambaye haununuagi sana mtaani. Ana nywele mpaka huku. Kwa sababu gani? Amesikiza mafundisho yangu. Na mume wake anampenda kwa sababu ya nywele, akimtishika na kuacha ambaye anafikia nywele zake tu. Anakai. Haya majira ni ya kupiga kazi. Under the mighty hand. Unapokuwa chini ya mkono wenye nguvu, na wewe amka uwe na nguvu. Hebu
wanaume peke yake. Mimi na mimi tunajua. Utakula kujaa. Utazaa kwa uchungu. Na lazima nikikuombea baba nabii niombe mtoto kwamba utapokea mtoto, lakini lazima uzae kwa uchungu. Nisikie unaenda leba pale. Unasema mama we mtoto anakitoka. Umesikia? Hapo unasema wow. Na huyu ni mwanamke. Mseme na nguvu. Amen. Hata msikunitaka, lakini waambie ninahitaji kupata iko siku hapa. Mtu aniletee milioni 100 sasa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Mtu aniletee milioni ngapi? Huu ni ujinga. Ukanikwambia tu, hebu nikae hapa nikwambie utapokea hela za miujiza. Mimi hapa sio nabii wa Mungu. Mimi nitakwambia hivi, sikiliza. Kwa sababu leo mmeelewa kukaa chini ya mkono hodari. Aliyosikia na akatekeleza sasa hivi. Muujiza wake unakwenda kufanyika. You go there with a miracle. Unakwenda milango iliyofungwa inafunguliwa. Kwa sababu unasema na milango iliyofungwa. Amen. Unasema na mlango. Oh, mlango funguka. Huko ndani kuna dhahabu sana. Mlango umekata. Asema mlango funguka, umekata. Mlango funguka, umekaa. Piga ndoo mlango. Umesikia? Usiache. Unazunguka. Unasikia? Don't hit an enemy around the bush. Amen. Yaani usimpige adui, unazunguka tu. Unajua uko hapa, unajua kuheshimu sana. Unajua piga, toka naye, pita naye. Unasikia? Hali majira kupita naye. Wewe ndio kupiga shauri la kulia, ndio atakutoa meno 30 ndani. Hali majira no. Haipo. Nani anakufa mapepo? Kwanza mbinguni, mimi sina haja kwenda mbinguni sasa hivi. Bado nahitaji nikae nipige maisha kwanza. Hapo nitishia wala sitaki kwa jina la Yesu. Yesu Kristo ameshinda mauti. Na kwa kuwa ameshinda mauti, mimi ni ndani ya Yesu Kristo. Wewe ni ndani ya Yesu Kristo. We are in his life. Amen. Kwa damu yake tumekombolewa, na kwa sababu tumekombolewa tunazo akili. Amen. Watu sitishike hapo. Watu utishika hapo. So nini ama ujinga mstaki. Vitisho mstaki. Amini tu. Under the mighty hand. Mungu anamwambia Musa, chini ya mkono wangu hodari utatoka. Kwa lazima tutoke chini ya mkono hodari. Haijalishi. Unaona kabisa kweli hapo mimi natembea na jamani kweli hapo nasikia hii go thing kama kiuno kinauma kipi. Sijui baba sema sitakufa kwa ugonjwa. Kwa sababu nabii na pamoja si yule unamsikia. Nabii na pamoja ni wewe. Nabii na pamoja ni wewe, sema mimi ni wewe. Anasema kwa sababu sema mimi na nguvu. Amen. Wewe nabii na pamoja. Amen. Anaamini nasema mimi na nguvu. Amen. Ukubwa wa maneno na ukubwa wa kuona kwako ndivyo maisha yako yalivyo. Unaposema mambo mengi, amen. Yaani Yesu alipulizwa, hivi wewe ni mwana wa Mungu. Yesu alitirika hapa. Wewe ni mwana wa Mungu, wewe wasema, viwete wametembea, visiwi wamesikia. Yaani hajaulizwa mama Yesu anatirika tu anasema, huyu mtu anasema sana, ana maneno mengi sana huyu. Lazima afike mahali adui akikugusa tu. Tena wachawi kuangazia nini ya wachawi kuna mtu anaweza kumloga hapa. Amen. Kile kwa tazama sipa hizi nilivyowafundisheni. Amen. Hakuna mchawi anaweza kuloga hapa. Mimi sana nawafundisha na ranking nyingine za kushindana na umaskini. Basi. Lakini mchawi anakuwa usiku hivi. Mimi nikushie hivi. Mambo gani? Mchawi abana anajisikia njaa. Anajisikia njaa. Mchawi bwana anavaa nguo mchana. Mimi sikufundishi wala sina habari hii. Na ndio maana hutasikia injili yangu. Njoo hapo tukutana na nabii hapa. Sijui anashusha mapepo. Mimi sina muda huu. Kwa sababu mapepo mimi nauaga. Mimi sifukuzaji mapepo. Mimi naua. Yaani kazi ya kuzimu na zinakufa hapa zinauawa. Sasa mimi nifukuze nini? Sawa? Akipita njia yangu anapotea. Akiingia tu kwenye line yangu anapotea. Mimi nakufundisha adui aliyokuwa mbele yako ni maskini. Na huyo maskini si kuomba hivi. Sawa? Maskini ni kujua uko chini ya mkono wa Mungu anakusema. Amen. Sema unakwenda. Sema unakwenda. Sema unakwenda. Sema unakwenda. Sema unakwenda. Sema unakwenda. Hata kama ikaweje. Unajua kusema, unasema unakwenda. Unasema sio unabaki tu unajua nini? Mimi kwenye bao pao umekaa. Unajua mimi ni tajiri sana. Huu ni ujinga. Wakati ulishapita zamani mwanamume. Unanitazama? Mwanamume ananisikiza. Wakati wa kucheza karata umepita. Wakati wa kusema wewe nimekuoa.
kwamba si nini, umepita na nyakati zake. Haya ni majira ya mabrain. Hebu shika brain, sema brain yangu, sema bongo yangu iamke sasa kwa jina la Yesu, iamke. Sikiliza, nikwambie, wakati wakiwa jangwani, namalizia pointi ya mwisho. Wakati wakiwa jangwani, sema amen. Wingu la Mungu, ambalo mkono wa Mungu ulikuwa umewahifadhi wana wa Israeli. Amen. Maana mkono wa Mungu uliwahifadhi, uliwatenga na Misri na maisha mengine. Wako jangwani, mbele kuna bahari. Amen. Na inaweza kuna mama mle ndani. Wana wa Israeli wanamwambia, Bwana sikiliza, unatupeleka wapi sisi? Unatupeleka wapi? Amen. Lakini nini kinachoendelea? Nataka nikwambie, Mungu na Musa anaanza lia pale. Mungu anamwambia, wewe acha kunipigia kelele mimi. Mungu amechoka kusikia kelele za kwako. Umesikia? Acha kunipigia kelele mimi. Musa ameshika nini mkononi? Neno nini? Kila mmoja ana fimbo. Mchana wa leo, siku ya 8 ya leo, pokea fimbo sasa. Fimbo ni imani, pokea. Mungu anamwambia una nini? Anasema na nini? Simama kwa miguu yako, sema nayo fimbo. Yes, nataka sikia sauti kubwa, sema nayo fimbo. Sema kwa fimbo hii. Bahari itagawanyika. Kwa fimbo hii. Umaskini utatoweka kwa jina la Yesu. Natamka leo, kila nguvu ya umaskini itoweke leo kwa fimbo hii. Napiga kwa jina la Yesu. Acha kiti chako, tembea. You are the God of power. Ikemo. You are the God of power. Ikemo. You do unimaginable things. You are indescribable.